Karibu tena katika Face to Face. Hiki ni miongoni mwa kipindi chako bora na pendwa ambacho kinafanya vizuri sana kwa sasa. Mlengo wa kipindi hiki huwa tunapita mtaani, kwenye maofisi kuweza kuzungumza na watu ambao wana impact katika jamii. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya mahojiano na viongozi wa serikali za mtaa, wachezaji mpira, lakini mara nyingi tunagusa kwa watu ambao ni mashuhuri, watu ambao kwa jamii inanufaika nao kwa namna moja au nyingine. Leo tumefika katika ofisi ya mbunge wa jimbo la Ukonga, Mheshimiwa Shingo Bakari Shingo. Tumekuja kwetu sisi kama media, kwetu sisi ni baba, ni kaka, lakini pia ni rafiki, na ndio maana mara nyingi tunawiwa kuweza kufika ofisini kwake na kuweza kuzungumza naye mawili matatu. Sasa akiwa kama mlezi wetu, akiwa kama baba yetu, kwa hiyo tunaenjoy zaidi kuweza kufanya naye kazi mzee wetu, kaka yetu, rafiki yetu Shingo Bakari Shingo. Kwanza nikupe hongera sana, wana Ukonga wameweza kukuamini kwa ajili ya kwenda sasa kuwatumikia. Hongera sana katika hili. Asante sana. Nashukuru sana wana Ukonga kuniamini. Okay. Na mimi nitajiaminisha kwa. Okay. Lakini pia nataka utuambie, tunajua kwa maana kwamba umeweza kuhudumu katika ngazi ya wenyekiti wa serikali ya mtaa ikiwa maeneo ya Gongo la Mboto, lakini pia umefanya mambo mengi sana katika maeneo yale. Kwa maana kwamba ushawahi kupambana na wananchi wa maeneo yale, wakazi wa maeneo ya Gongo la Mboto kuweza kupata maji. Lakini licha la hivyo tu umeweza kupambana pia kwa ajili ya kuchangia damu katika maeneo ya Gongo la Mboto. Nataka pia uniambie ni kitu gani hasa ambacho kilikusukuma au ukaamua kufanya vitu vingi sana kama vile ukiwa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, aliyakuwa ulikuwa bado kuna nafasi kubwa sana katika jamii? Mimi msingi kwanza naamini kwenye siasa mimi nitapata pepo. Mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. Okay. Na moja ya vigezo vya kupata pepo ni kuwa mwadilifu, kuwa mkweli, kupenda jamaa zako. Okay. Kwa hiyo mimi kabla sijawa mwenyekiti nilikuwa naona kuna vitu haviendi sawa. Okay. Ndio maana nikagombea mwenyekiti na wananchi wa mtaa wa Gongo la Mboto wakaniamini, wakanichagua kwa mwenyekiti. Kwa hiyo yale niliyofanya nilikuwa nafanya wajibu wangu. Okay. Ndio maana hadi leo nimebaki kwenye mioyo ya watu. Kwa mtu ambaye labda bado hakufahamu, ukiachana na sisi vijana wako ambao mara nyingi tunakufahamu. Shingo Bakari Shingo ni mtu wa aina gani? Mimi ni mtu wa kawaida tu, tena maisha yetu ni haya ya kawaida. Nina miji miwili, na mji wa Gongo la Mboto na mji wa Pugu. Kishughuli mimi ni mjasiriamali, mimi ni fundi umeme na ni mjasiriamali, shughuli zetu za kawaida hizi. Lakini mwanajamii pia. Okay. Kwa hiyo ndio maana nakuwa najua shida nyingi. Nataka pia uweze kutuambia, tumeshuhudia kabla leo hii hatujafika ofisini kwako hapa, baadhi ya vyanzo vyetu vya habari umeweza kuguswa na vijana wana Ukonga kuweza kuandaa program maalum kwa ajili ya kuwapeleka shule. Ni kitu gani hasa ambacho kimekusukuma hadi ukaguswa na hawa vijana kwenda kuwapeleka na kusomea udereva pikipiki, magari, bajaji na kadhalika? Kitu gani Shingo Bakari Shingo kuweza kufanya kitu kama hichi? Kama sababu zilizosababisha nigombee wenyekiti kipindi kile miaka ile pale mtaa Gongo la Mboto. Okay. Niliamini kuna vitu ambavyo vinaweza kufanyika lakini pengine hatujapata mtu sahihi. Sasa nikasema na kwenye bunge pia kuna pengo kama hilo. Okay. Kwa nikasema ngoja nigombee nafasi, na nigombee nikiwa naamini nashinda, sikuwa najaribu. Okay. Sababu nilikuwa najua watu nilioishi na najua jimbo la Ukonga lina kata 7. Okay. Kata zote 7 kuna wananchi waliobadilisha maisha kutoka kata ya Gongo la Mboto, mtaa Gongo la Mboto kwenda huko. Kwa nilikuwa najua kuna mawakala wengi sana. Okay. Ambao wanajua nilivyokuwa nikiwahudumia. Okay. Na wakati wa kampeni, achilia mbali sera za ujumla za kitaifa ama ilani za kitaifa, wewe mgombea unakuwa na vitu vyako binafsi. Kwa miongoni mwa mambo ambayo niliamini mimi, kuna watu wanafanya uhalifu sio kwa kupenda. Unajua Mungu ametujalia sisi waja wake mambo matatu muhimu. Okay. Ya uwe tajiri, uwe masikini, uwe fukara, hivyo vyote iwavi, uwe mgonjwa, uwe mzima, lazima ule uvae uoge. Na kwa maisha mjini vyote ni gharama. Sasa inafikia wakati mtu anahitaji kula, hana pesa. Wapo wasiokuwa wavumilivu wanaingia kwenye uhalifu. Sasa kwa uzoefu wangu mimi, kama nilivyosema bwana, mimi mtoto wa kijana kwenye makazi yetu Uswahilini tunaitwa watu wa Uswahilini. Mimi kwa utafiti wangu nikagundua kwamba wengi wanaingia kwenye uhalifu kwa sababu hawana kazi. Na hawana kazi kwa sababu hawana ujuzi. Kwa hiyo nikaingia mimi kwenye gombea pamoja na sababu zingine nyingi, miundombinu sio barabara, sio maji, sio afya, lakini nikaingia na hii hoja ya vijana wetu kuwa na ujuzi. Okay. Sasa kwa kuwa ni hoja niliingia nayo na vijana waliniunga mkono kampeni na tumeingia kwa kampeni na nimechaguliwa kuwa mbunge. Sikuhitaji kusubiri bajeti ya serikali. Okay. Sikuhitaji kusubiri pesa mfuko wa jimbo. Okay. Kitendo cha wananchi kunipa ubunge tu peke yake wamenipa dhamana. Wamenipa heshima ambayo inaweza nikakopa. Okay. Lakini sio kukopa tu, wamenipa heshima ya pato langu kuongezeka kwa maana ya posho na mishahara. Na kama nilivyoweza kusema kwenye mimi sijawahi kumwomba Mungu utajiri. Okay. Kwa hiyo
Chanzo kuwa mbunge na pato kuongezeka, mimi nilitafsiri pato sasa nigawane na wapiga kura wangu. Nigawane na vijana. Kwenye lipi? Kwenye lile ambalo ni mipango yangu binafsi. Yaani vijana wawe na kazi, wawe na ujuzi. Kwa hiyo nimetenga kiasi fulani, kimsingi mimi sio tajiri. Nimeingia benki nikakopa pesa. Nikaingia chuo cha ufundi cha polisi Kurasini. Tukakaa mezani, wakanipa gharama kutufundia wanafunzi. Nahitaji kufundisha wanafunzi 900. Tumeanza na 350. Nikaweka hesabu yao mezani. Chuo cha polisi Kurasini kihamia kambi hapa katika ofisi yetu ya mbunge ambapo tuna ukumbi. Ule ukumbi ukageuka darasa, wakaendesha mazoezi, wakaendesha elimu na darasa na kadhalika. Kwa tunaendelea nayo sasa hayo mafunzo hadi sasa tunaendelea. Kwangu ndio furaha. Shingo Bakari Shingo. Sasa kwako ilikuwa ngumu kiasi gani au ni vyanzo gani ambavyo ulivitumia kuweza kuwakusanya hao wanaukonga na kuweza kuwapeka katika darasa hili na kwenda kujifunza ujuzi? 350 idadi kubwa sana. Na utaona wako wengi tu hapa. Na kuna wengine zaidi ya 1000 washakuja hapa. Yaani kwamba ukishakubali kuwa mwakilishi lazima utengeneze mazingira ya wawakilishi unaowakilisha wao karibu yako. Kwa hiyo mara baada ya kushinda, kwa sababu ni tatizo nilikuwa nalijua la kwamba tuna vijana hawana kazi. Mathalan kuna vijana wanaendesha bodaboda hawana sifa kwa madereva. Hawana leseni, wenye leseni hawana vyeti. Wenye vyeti hawana uwezo wa wakati wa leseni. Kwa hiyo nilichokifanya kupitia kata zetu na mitaa yetu, niliweka watu maalum kutembelea kwenye vijiwe vya madereva wa bodaboda, vijiwe vya madereva wa bajaji na vijiwe vya mataxi driver. Unaona taxi nyingi huku ni kama taxi bubu fulani hivi. Lakini nilichoangalia wana leseni, wameenda shule. Kwa hiyo nitengeneza watu wakaingia huko kwenye vituo. Kimsingi mwanzoni nilipata shida kupata idadi. Watu wamekuwa kama hawaamini fulani. Ni tofauti na sasa, unaona kwenye list daftari tangu ungemwona katibu wangu hapa. Kuna watu zaidi ya 1000 sasa. Na sisi tunajitahidi pia tulipitia ile daftari. Kwa hiyo mwanzoni baadhi ya wakazi wananchi walikuwa wanaona kama masira fulani. Lakini nashukuru kwamba kupitia vyombo vya habari kama hivyo na wale waliokubali kuja kujiorodhesha na kurusha kwa mitandaoni, kutoa taarifa, kuambia wananchi. Sasa wananchi wameona kumbe alichokuwa anasema mheshimiwa mbunge alikuwa anamaanisha. Na mimi na wakisha watu wa jimbo la Ukonga ninamaanisha kweli. Kwamba tunamaliza hii awamu ya kwanza, wanafunzi 350 leo watapata vyeti. Nimeshazungumza na chuo cha VETA Kigamboni. Nipo naendelea na mazungumzo ya chuo cha VETA Kipawa. Nimeshazungumza na chuo cha Wakatoliki hapa Pugu Sekondari. Sasa tunahama kwenye fani ya udereva. Tunakwenda kwenye fani zingine. Tuna fani za ufundi umeme wa magari, umeme wa majumbani, ususi, ufundi seremala, ujenzi. Majumbani ambao ndio taaluma yako wewe. Ambao ndio taaluma yangu ambayo imenifikisha pale nilipo, najua faida yake vizuri sana. Tunakwenda huko. Sasa awamu inayokuja tutabadilisha hizi kozi. Na nategemea kwamba hadi mwezi wa pili nitapokuwa nimerudi nitakuwa nimekamilisha pengine na mazungumzo na hivi vyuo. Ili sasa tutangaze tena, na naamini kwa sasa wananchi watabaki nyuma kama mfuko wa koti.